Leo hii asubuhi hii nimeona niongelee taharuki kidogo ambayo imejitokeza hapa mkoani Songwe, hususan hapa kwenye mji wetu wa Tunduma. Leo ni kama siku ya tatu. Ni kawaida sana kumkuta mwanaume akiwa na kitu hiki hapa mkononi. Ukimuuliza kitu gani, kwa nini umevaa kitu kama hicho? Hii nimefunga mkononi, atakwambia nalinda Ikulu. Hii taharuki, kuna watu wanaichukulia kiwepesi, lakini kuna watu wameichukulia kama ni serious. Hii jambo limekuwa serious sana. Umeona? Ni kwa nini? Limekuwa na userious kutokana na jambo lenyewe, tukio lenyewe limekuwa sio zuri. Kwanza sio tukio la kikawaida, ni tukio ambalo linahusisha imani za kishirikina. Serikali ni kweli huwa haitambui ushirikina, lakini je, wewe unayenitazama na unayenisikiliza, ushirikina na uchukuliaje? Upo au haupo? Kama upo, basi ni rahisi hata wewe mwenyewe kujilinda kwa namna kama hii. Umeona? Sitaki nithibitishe kwamba hili jambo lina ukweli ndani yake au halina ukweli ndani yake. Umeona? Kwa sababu mimi sijatukiwa. Umeona? Mtu pekee ambaye anaweza akaliongelea kwa uthabiti zaidi ni yule ambaye ili jambo limemtokea. Umeona? Tumeona watu wakipigwa, kuna watu mpaka sasa hivi wameuawa kupitia hii taharuki iliyotokeza. Lakini nataka nisemeje? Kwenye hii taharuki kuna watu watakufa wasio na hatia. Kwa sababu kuna mtu anaweza akakushukia, labda hususan mfano umekodi hata bodaboda, ukapanda, kwa bahati mbaya ukamgusa yule mtu, yule dereva bodaboda yule, na hauna chochote. Alafu yule pale, kulingana na taharuki iliyopo, akashtuka, akajua hapa nimeguswa, huyu mtu itakuwa hivi, akakupigia kelele kwamba jamani, nimeshikwa, nimebiwa nyeti. Umeona? Wewe hautapona. Umeona? Hautakuwa salama. Na hata sio tu kwenye bodaboda, sehemu yoyote ile pale. Umeona? Unaweza ukashukiwa hicho kitu. Umeona? Ukajikuta unaingia matatizoni pasipokuwa na sababu. Wewe sio mwenye hatia. Kitu gani mimi nakiomba? Mimi naomba kwa serikali ijaribu kuliangalia hili jambo kwa kina. Umeona? Ifuatilie kwa kina, hasa wale ambao wamewakamata. Tunaamini kila aliyekamatwa hawezi kuwa na maelezo ya kufanana na mwenzie. Umeona? Lakini pia hata wale ambao wanasema wamepatwa na hili tukio, basi wachukuliwe maelezo. Umeona? Ili yalinganishwe maelezo kati ya mmoja na mwingine, ili tuone hili jambo linakaaje. Tuangalie namna ya kulitatua hili tatizo haraka sana kabla lijaleta madhara makubwa. Umeona? Kwa sababu ukiondoa hayo, sisi wanaume hapa Tunduma saa hizi tunaishi kwa wasiwasi. Hebu angalia hata wewe mwenyewe, unalazimika kupita hivi mtaani. Hii sio desturi yetu. Ni jambo geni hili. Hii ni jambo geni kabisa hili. Kwa tunaomba serikali ikiwezekana iwaheshimu hata machifu, iwakusanye machifu, iwaite, waangalie ili tukio kwamba je, ili tukio ni kweli lipo, kwa sababu kwa macho ya binadamu, macho ya nyama, kuna vitu vingine hatuwezi kuvingamua. Lakini kupitia hawa wenzetu wanakuwa na macho mengine. Hawa machifu hawa wanaweza kazuia hili jambo. Naombeni, naiomba serikali yangu pendwa ijaribu kulishughulikia hili jambo kwa haraka iwezekanavyo, kabla haijazidi kuongeza taharuki na kabla hatujapoteza watu wengine zaidi, watu wasio na hatia. Asanteni.